habari yako? Salamu alaykum. Alaykum salam, kwema? Alhamdulillah. Tuzungumze sasa dakika 90. Namungo dhidi ya Singida Black Stars leo hii. Kwako ilikuwaje baada ya kuondoka na alama moja? Kwanza awali yote tunamshukuru Mwenyezi Mungu, alhamdulillah. Tumepata alama moja, lakini kubwa ni mchezo kuchezwa salama na kumalizika salama. Hilo pia la kumshukuru Mwenyezi Mungu sana. Lakini baada ya hapo niwashukuru sana wachezaji wangu kwa jinsi walivyopambana. Tucheza na timu ambayo ukiwaona kwa quality wachezaji wao mmoja mmoja utaiona kama ni timu nzuri. Alafu ukiacha hilo, tunacheza na timu ambayo inatoka kwenye mashindano ya kimataifa. Kwa hiyo unaona kabisa wanao uwezo mkubwa sana wa kucheza. Kwa hiyo ukienda na vijana wadogo ambao uko nao wakienda kuperform vizuri kama walivyoperform, mimi kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu kwenye hilo. Kwa hiyo naamini kabisa tunakokwenda sio kubaya, ni kuzuri. Kwa hiyo naamini mechi inayokuja kwa sababu ilishakwisha. Lakini pamoja na kusha kwake tumeona kama mimi na technical bench yangu tumeona kipi ambacho kinatakiwa kiendelezwe, kipi ambacho ndio kifanywe kazi ili tuweze kuwa wazuri zaidi, kwa sababu kwenye mchezo wa mpira kuna mazuri na mapungufu. Kwa hiyo hata mcheze vizuri namna gani, hata mshinde namna gani, lazima kutakuwa na mapungufu. Kwa yale yote tutarudi kwenye viwanja vya mazoezi kuyafanyia kazi kuhakikisha kwamba tunafanya vizuri katika mechi zijazo. Kutokana na mechi ya leo, ni kipi ambacho kocha unaenda kuanza nacho cha kwanza kabisa ukirekebisha kwenye timu yako? Unajua unapokuwa na vijana wadogo wengi kwenye timu, unaona especially kama ile penalty. It's a clear penalty. It's a clear penalty. Lakini Sos ni kijana wangu. Yule unamuona pale ni kijana wa under 20. Amechelewa kufika kwenye mpira. Yule kiingia kwenye mpira alitakiwa sasa akue. Lakini kukua kwake ni kwamba huwezi kumnunulia mtu makuzi. Lazima aingie mwenyewe afanye. Kwa hiyo naamini kabisa kwenye viwanja vya mazoezi nitazungumza naye next time aweze kufanya kama vile. Hawezi kufanya kama vile. Na ndio kazi yangu. Kuna namna hali ya hewa ya leo imeaffect mchezo kwa namna yoyote? Hapana, kwa namna moja au nyingine, kwa sababu mchezo wa mpira unataka uhuru kidogo. Kuna sehemu zingine kulikuwa kuna maji, mpira unakimbia, na hizi ni artificial grass. Kwa hiyo kwenye mpira yenyewe ikiwa haijanyeshewa mvua, mpira unakimbia sana. Pakinyeshewa mvua, mpira unakuwa kama unateleza. Kwa hiyo kwa maana hiyo, kwa namna moja au nyingine, lakini kila muda unavyokwenda uwanja unazidi kuwa mkavu, uwanja vizuri. Niwapongeze Big Star, wamecheza vizuri. Lakini kubwa niwapongeze sana vijana wangu. Na wao walicheza vizuri zaidi. Kocha, kwenye timu yako una mchezaji ambaye anaongoza kwa ufungaji mpaka hivi sasa. Ndio. Akiwa na mabao 8. Ndio. Mchezo wa leo alianzia bench. Lakini unaona ameingia amefunga tena. Ndio. Ilikuwa ni plan na ipi siri ya mafanikio nyuma yake? Kwamba nini, unajua kila mechi ina utaratibu wake. Na kila mechi ina strategy zake. Na kila mechi ina game plan yake. Kwa hiyo ni sehemu ya kazi ya technical bench. Shukrani. Asante sana, mbarikiwe sana. Salamu alaykum.